إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الأحبة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mafanikio ya Muislamu yanapatikana pale atakapojipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Atapata mafanikio yake ya duniani na akhera. Hivyo Muislamu, jipambe na sifa ya ucha Mungu ili uweze kufanikiwa katika maisha yako ya duniani, lakini pia uweze kutengeneza maisha yako ya kesho akhera. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama hutuba yetu ya leo ina kichwa cha habari kinachosema adabu siyam, adabu za funga. Mfungaji anatakiwa ajipambe na adabu zipi ili funga yake iweze kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ili funga yake iweze kuwa na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anatakiwa kujipamba na sifa zipi? Muislamu anatakiwa kujipamba na adabu zipi? Miongoni mwa adabu za mfungaji, minha ma huwa wajibun. Miongoni mwa adabu za mfungaji kuna adabu ambazo ni za lazima, za wajibu. Mfungaji ajipambe na sifa hizo. Yalzamu al-abdu an yuhafidha alaiha. Adabu hizo ni lazima mja alazimiane nazo, ni lazima mja awe nazo. Wayaltazimu biha, na alazimiane na adabu hizo kila wakati. Wa minha ma huwa mustahabun, na miongoni mwa adabu za mfungaji kuna ambazo ni sunna. Ni sunna mfungaji kujipamba na sifa hizo. Yazdadu al-abdu bifi'liha ajran wa thawaban, huzidisha mja kwa kujipamba na adabu hizo ambazo ni sunna, anazidisha malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anazidisha thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Famin al-adab al-wajiba, miongoni mwa adabu ambazo ni za wajibu Muislamu anatakiwa awe nazo, ni lazima Muislamu awe nazo, an yaquma as-saimu, asimame
mfungaji kutekeleza bima aujaba Allahu alayhi, kuyatekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia min al-ibadati al-qawliya wal-fi'liya, miongoni mwa ibada za kimatendo na ibada za kimaneno. Wa min ahamiha as-salawatu al-mafruḍa, miongoni mwa adabu ambazo ni lazima muislamu mfungaji amane nazo ni kutekeleza sala za faradhi. Ni muislamu kuwa ni mwenye kuswali swala 5. Sio mtu anafunga lakini swala haswali, au anaswali baadhi ya swala. Huyo mfungaji atakuwa hajavaana na zile adabu ambazo ni lazima amane nazo, ni lazima awe nazo. Kwani tunafahamu ndugu zangu katika imani wajibu wa swala. Swala ni nguzo ya dini. As-salatu imadu din, faman aqamaha faqad aqama ad-dina wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Swala ni nguzo ya dini. Atakayesimamisha swala, huyo amesimamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na atakayeacha swala, huyo anaivunja na kuiharibu na kuibomoa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muislamu unatakiwa uwe ni mwenye kuisimamisha dini na usiwe ni miongoni mwa wale wanaoivunja na kuiharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tunafahamu swala ni amali ya kwanza itakayokaguliwa na kuangaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Ikiwa swala itakuta imetimia, matendo yako mengine yatakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwepo funga. Na ikiwa swala itakutwa haijatimia au haipo kabisa, utarudishiwa swala hiyo, na bakia ya matendo yako mazuri pia yatakuwa yenye kurudishwa, hayatakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwepo ibada ya funga. Kwa ili funga yetu iweze kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tujipambe na sifa ya wajibu ya kusimamisha swala 5. Ndugu zangu katika imani, swala 5, kuswali swala 5, swala ni nguzo ambayo imetiliwa mkazo baada ya kuwa mtu tayari amekwisha kutamka shahada, baada ya kuwa mtu tayari ameshakuwa ni Muislamu. Kinachofuatia ni awe ni mwenye kusimamisha swala 5. Fayajibu ala swaimi almuhafadhatu alaiha, ni wajibu kwa mfungaji awe ni mwenye kuisimamisha swala. Walqiyamu biarkaniha, tena aitekeleze swala kwa nguzo zake. Wa shurutiha, na kwa masharti yake. Wa adabiha, na kwa adabu zake. Ma'a jama'ati almuslimina fil masjidi, pamoja na jamaa ya waislamu msikitini. Hili linawahusu wanaume wa Kiislamu kwamba wanatakiwa kusimamisha swala 5 msikitini, waswali swala za jamaa, na tusiwe ni wenye kuchelewa swala za jamaa. Katika siku zote Muislamu unatakiwa uwe ni mwenye kuswali swala 5 kwa jamaa. Lakini katika mwezi wa Ramadhani jambo hili linatiwa mkazo zaidi, kwamba Muislamu kuwa ni mwenye kuswali swala 5 msikitini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwe ni mwenye kuswalia katika sehemu yako ya kazi, lakini pia usiwe ni mwenye kuswalia nyumbani kwako. Nenda msikitini kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kuswali swala 5. Ndugu zangu katika imani, wa kullu dhalika, na kuyatekeleza hayo yote, kuwa wewe ni mwenye kusimamisha swala 5, min at-taqwa allati shuri'a as-siyamu min ajliha, kuzisimamisha swala 5, hiyo ndio takwa, huo ndio uchamungu ambao tumewekewa sheria ya funga ili sisi tuwe ni wacha Mungu. Tumeambiwa tufunge ili tuwe ni wacha Mungu. Sasa unapokuwa na swala hiyo inaonyesha ya kwamba wewe kutokana na kuswali wewe ni mcha Mungu. Lakini kama unafunga tu hauswali, huo ni ucha Mungu wa namna gani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mmeamini, kutiba alaykumus siyam,
mmefaradhishiwa kwenu nyinyi kufunga, mmefaradhishiwa funga, mmelazimishwa kufunga. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa funga kwa wale waliokuwa kabla yenu. Lengo na shabaha ni nini? La'allakum tattaqun, ili muwe ni wacha Mungu. Sasa kama unafunga na hali ya kuwa hauswali, lengo la funga litakuwa liko wapi? Lengo la funga ni nini? Unafunga ili uwe ni mcha Mungu, sio kufunga kuacha kula na kunywa tu. Tunatakiwa tufunge ili tufikie lengo la funga, na lengo la funga ni sisi tuwe ni wacha Mungu. Na ucha Mungu ni mtu kujiweka katika maamrisho ya Allah na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo miongoni mwa yale yaliyofaradhishwa na Allah kwetu sisi ambayo tunatakiwa tuyatekeleze ni pamoja na swala. Ndugu zangu katika imani, wa min al-adab al-wajiba, na miongoni mwa adabu ambazo ni za lazima kwako wewe Muislamu, ayajitaniba as-saimu jami'a ma harrama Allahu alayhi. Mfungaji anatakiwa ajiepushe na mambo yote yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, min al-aqwali, miongoni mwa maneno yaliyoharamishwa na Allah, kaa mbali nayo, wal af'al, na matendo yaliyoharamishwa na Allah, kaa mbali nayo. Fayahfadhu lisanahu 'anil kadhibi, anatakiwa kuhifadhi ulimi wake na uongo. Sio umefunga huku wazungumza uongo, sio umefunga huku wadanganya watu. Hii funga yako haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa adabu za lazima mfungaji kujipamba nayo ni kuepuka hii sifa ya uongo. Wal ghiba, na Muislamu kujiepusha na kusengenya. Kusengenya ni dhikruka akhaka bima yakrahu, kama anavyotufahamisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maana ya kusengenya ni wewe kumtaja Muislamu mwenzako au kumtaja mwenzako, kumsema mwenzako katika jambo ambalo analichukia, asilolipenda. Angekuwepo katika maeneo hayo usingeweza kuzungumza hivyo. Kwa Muislamu ndani ya mwezi wa Ramadhani, jiepusha na kusengenya. Kusengenya ni haramu katika nyakati zote, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani jambo hili limetiwa mkazo zaidi. Wanamima, na umbea, kuhamisha maneno, kuchukua maneno kwa huyu na kupeleka kwa mtu mwingine, biniyati ifsadi, kwa nia ya kuharibu, kwa nia ya kuwagomanisha. Mfungaji hautakiwi kufanya hivyo. Wasabbi, na kutukana, usitoe matusi. Wafuhshul qawli, na kusema maneno machafu. Wayahfadhu basarahu 'anil nadhari ila almuharramati, na mfungaji anatakiwa kuhifadhi macho yake kutoangalia yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wayahfadhu udhnahu 'anil istima'i lilharami, na ayahifadhi masikio yake kutokusikiliza ya haramu. Usiende kusikiliza watu wanapokuwa wamekaa wanasengenya, wewe ondoka. Watu wanapokuwa wamekaa wanataka kuharibu alaka na mahusiano ya watu, usikae hapo. Lakini vile vile usisikilize kile ambacho kimeharamishwa na Allah kukisikiliza. Lakini leo unaweza kumkuta Muislamu anasikiliza muziki, anaona kwamba muziki huo unamsaidia katika funga, anakuwa hasikii yale maumivu na machungu ya funga. Anakaa ameweka headphone zake masikioni, anasikiliza muziki, na hasa vijana wa Kiislamu wanafanya hivyo. Usifanye hivyo ndugu zangu katika imani. Hifadhi masikio yako na kusikiliza vya haramu. Wayahfadh batnahu an kulli maksabin khabithin muharramin, na vile vile ihifadhi tumbo yako na kula chakula kinachotokana na chumo la haramu, chumo baya. Hifadhi tumbo yako na hilo. Wa umira saimu, na vile vile mfungaji anaamrishwa na sheria bihifdhi lisanihi 'anil lahwi wa fuhshil kalami. Mfungaji ameamrishwa na sheria kuhifadhi ulimi wake na maneno ya lahwi, maneno ya kipuzi, maneno ambayo hayana maana, na maneno ya kijinga. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu,
Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha kana yawmu sawmi ahadikum, inapokuwa funga ya mmoja wenu, kwa maana mmoja wenu anapokuwa amefunga, fala yarfuth, asitamke maneno machafu, asitamke maneno mabaya, wala yaskhab, wala asipige makelele, wala yajhal, wala asifanye mambo ya kijinga. Fa insabahu ahadun, ikiwa yeyote atataka kutukana naye, au qatalahu, au akataka kupigana naye, falyaqul inni swaimun, aseme hakika mimi nimefunga, siruhusiwi kuyafanya hayo, ajizuilia na kuyafanya hayo. Katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man swama ramadana, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani, wa arafa hududahu, na akajua mipaka ya funga, anaijua funga vizuri, kwamba mimi napokuwa nimefunga mpaka wangu ni huu hapa, watahafadha mimma kana yanbaghi an yatahafadha, na akajihifadhi na kujikinga na yale ambayo mfungaji anatakiwa kujikinga na mambo hayo, kufira ma qablahu, anasamehewa madhambi yaliyopita. Rawahu al-Imam Ahmad. Tuzao katika imani, mtu anapokuwa amefunga na anajua mipaka ya funga, kwamba napokuwa nimefunga sitakiwi kusema uongo, napokuwa nimefunga sitakiwi kutukana, napokuwa nimefunga sitakiwi kusema uongo, napokuwa nimefunga sitakiwi kufanya mambo fulani, funga yake ile inakuwa na faida kubwa sana. Miongoni mwa faida zake, unasamehewa madhambi yako na Allah subhanahu wa ta'ala, madhambi ya mwaka mzima. فحقيقة الصيام ليست مجرد الإمساك عن المفطرات فحسب. Uhakika wa funga sio muislamu kujizuilia na mambo yanayofunguza tu, bal anatakiwa ajizuie vile vile na kuyafanya yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mtu kuyafanya mchana wa mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man lam yada'a qawla zur, mtu ambaye hakuacha kusema uongo, wal amala bihi, na kufanyia kazi uongo, wal jahala, na kufanya mambo ya kijinga ndani ya mwezi wa Ramadhani, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, Allah hana haja ya yeye kuacha vyakula vyake na yeye kuacha vinywaji vyake. Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana hiyo hana haja na hiyo funga yako, na funga yako hiyo haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kutokuacha uongo, kwa sababu ya kutokuacha kufanyia kazi uongo na kufanya mambo ambayo yanaitwa ni mambo ya kijinga. Ndugu zangu katika imani, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anasema, mubayyinan haqiqata siyam, Jabir anazungumza maneno haya akiwa anatueleza uhakika wa funga, akiwa anabainisha uhakika wa funga, mtu anapokuwa amefunga anatakiwaje. Jabir anasema, idha sumta, pindi utakapofunga muislamu, falyasum sam'uka, masikio yako pia yafunga kutokusikiliza ya haramu. Unapokuwa umefunga na masikio yako pia yafunge kutokusikiliza ya haramu. Wa basaruka, na macho yako yafunge kutokuangalia yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lisanuka anil kadhibi, na vile vile ulimi wako ufunge kutokana na kuzungumza uongo. Wal maathimi, na kufanya mambo ya madhambi. Wadaa adhal jari, na acha kumuudhi na kumkera jirani yako. Waliyakun alayka waqarun wa sakinatun yawm sawmika, na siku ya funga yako uwe ni mtu mtulivu. Wala taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa, na wala usifanye siku ya funga yako ni sawa na siku ambayo haujafunga. Masiku haya mawili ni lazima yawe na tofauti. Unapokuwa umefunga, hiyo siku ni lazima uwe tofauti na siku ambayo haujafunga. Ndugu zangu katika imani, Muislamu anapojipamba na sifa hizo, anapojipamba
Na mambo haya ambayo tumeyaeleza, anaambiwa kwamba Muislamu huyo ana adabu. Kwa kuna adabu ambazo ni za lazima Muislamu kujipamba nayo, na kuna adabu ambazo ni sunna Muislamu kujipamba nayo, na anapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ndugu katika imani, khutba yetu ya leo inazungumzia adabu anazotakiwa mfungaji kujipamba nazo, na tumeona kuna adabu ambazo ni za lazima mfungaji ajipambe na adabu hizo. Tukasema miongoni mwa adabu hizo ni Muislamu kutekeleza yale aliyowajibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa swala, na tukasema ni makosa makubwa Muislamu kufunga na hali ya kuwa haswali, na hawa wako wengi. Muislamu anafunga lakini kuswali haswali, au anaswali baadhi ya swala. Haya ni makosa, na mfungaji huyu hana adabu. Mfungaji anatakiwa awe ni mwenye kuswali swala 5. Kwa wanaume wanatakiwa kuswalia msikitini, usiswali nyumbani. Swala zote swalia msikitini, utapata malipo makubwa. Na hii ni fursa kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyetupatia sisi, tuifanyie kazi fursa hii na tuipatie faida fursa hii ya mwezi wa Ramadhani. Lakini pia miongoni mwa adabu ambazo ni za lazima ni Muislamu kujiepusha na yote yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kile ambacho ni haramu, kaa nacho mbali Muislamu. Usiangalie vya haramu, usisikilize vya haramu, usishike vya haramu. Umeharamishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kaa navyo mbali. Mambo haya ni lazima Muislamu kujipamba katika miezi yote, lakini katika mwezi wa Ramadhani jambo hili limetiwa mkazo zaidi. Wa min al-adabi al-mustahab, na miongoni mwa adabu ambazo ni sunna Muislamu kuvaana nazo na kuzitekeleza, na akizitekeleza adabu hizi anapata thawabu na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kwanza ni as-sahuri, kula daku. Muislamu anatakiwa awe ni mwenye kula daku ili aweze kupata fadhila na baraka na malipo makubwa ambayo yanapatikana kwa watu ambao wanaamka usiku kwa ajili ya kula daku. Wa qad ajma'atil ummatu ala istihbabihi, na hakika umma umeafikiana ya kwamba kula daku ni sunna. Wa annahu la ithma ala man tarakahu, na hakika hakuna madhambi kwa yule ambaye ataacha kula daku. Ameacha tu, sio kwamba ameacha kwa kupinga, sio kwamba ameacha kwa kudharau. Kula daku ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hautakiwi Muislamu kuidharau. Lakini kama imetokea haujala daku, hauna madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Anas radhiyallahu anhu, Anas anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, kuleni daku, fa inna fi sahuri baraka, hakika katika kula daku kuna baraka nyingi sana. Muttafaqun alayhi. Haya ni maelekezo na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anawaelekeza na anawaamrisha umati wake wawe ni wenye kula daku. Kwa nini? Kwa sababu katika kula daku kuna baraka. Maulama wanasema wa sababu albaraka annahu yuqawwi as-sa'ima, hakika daku humpa nguvu mfungaji mchana wa mwezi wa Ramadhani. Wa yunshituhu, na humfanya awe ni mchangamfu mchana wa mwezi wa Ramadhani. Wa yuhawwinu alayhi siyam, na daku huwa inamsaidia mfungaji mchana wa mwezi wa Ramadhani. Muislamu amka usiku kwa ajili ya kula daku, kwa sababu daku ina baraka. Baraka ni wewe kupata nguvu mchana wa mwezi wa Ramadhani. Lakini unapoacha kula daku mchana wa mwezi wa Ramadhani unakuwa hauna nguvu. Ndipo unakuta watu wako msikitini
wameswali adhuhuri wamelala. Yaani unakuta watu wamepangana wamelala msikitini, utafikiria wako udini. Hawana uwezo wa kufanya kazi zao, hawana uwezo wa kusoma Qur'an, hawana uwezo wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hawana uwezo wa kufanya ibada ya aina yoyote, wako hoi. Ukija kuchunguza ni kwa nini wako hoi? Hawakuamka usiku kwa ajili ya kula daku. Mtu aliyeamka usiku kwa ajili ya kula daku anakuwa na nguvu ya kufanya kazi zake, anakuwa na nguvu ya kuisoma Qur'an, anakuwa na nguvu ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, anapambana na ibada mbalimbali ndani ya mwezi wa Ramadhani, na ana nguvu za kutosha. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikula daku. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, Mtume anasema faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitabi, tofauti iliyoko katika funga yetu na funga ya wasiokuwa waislamu ni aklatu sahuri, ni kula daku. Daku ni tofauti ya funga ya muislamu na funga asiyokuwa muislamu. Wasiokuwa waislamu hawana daku katika sheria yao, utakuta wanafunga lakini hawani daku. Hii ni tofauti ya funga ya muislamu na asiyekuwa muislamu. Itafautishe funga yako na funga ya asiyekuwa muislamu kwa kuamka usiku kwa ajili ya kula daku. Bima yatahaqqaqu as-sahur, kwa kitu gani akila mtu anahesabika amekula daku? Yatahaqqaqu as-sahur bikathiri at-ta'ami wa qalilihi, mtu anahesabika amekula daku kwa kula chakula kingi, lakini pia kwa kula chakula kidogo, chakula kichache. Walau jur'atu ma, hata kama akanywa funda moja la maji, hilo funda moja la maji linakupa wewe baraka. Mchana wa mwezi wa Ramadhani utakuwa na nguvu ya kufanya kazi zako. Mchana wa mwezi wa Ramadhani utakuwa na nguvu ya kusoma Qur'an. Mchana wa mwezi wa Ramadhani utakuwa na nguvu ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya tone la maji ambalo umelinywa usiku na ukanuia ya kwamba hii ndio daku yangu. Lakini pia mtu anaweza akala tende moja tu, ukala tende moja, na hiyo ndio daku yako, na kupata baraka zote na thawabu zote ambazo zinapatikana kwa wale ambao wanaamka usiku kwa ajili ya kula daku. Maji hayawezi akamsababishia muislamu akavimbiwa na tumbo. Maji hayawezi akamsababishia muislamu akaumwa na tumbo. Maji hayawezi akamletea madhara muislamu, hata tende vile vile. Kuna watu ambao hawawezi kula usiku. Anasema nikiamka usiku na nikala nitavimbiwa, tumbo litaniuma, nitateseka mchana kutwa. Basi wewe amka, kunywa hata kama ni maji funda moja. Mtume anasema usiache kula daku hata kama utakunywa funda moja la maji. Lakini pia Mtume akasema ni'ma sahurul mu'mini at-tamru, bora ya tende ya muislamu, bora ya daku ya muislamu ni kula tende. Bora ya daku ya muislamu ni tende. Ukanunua tende zako 30 au 29 na kila siku ukawa ni mwenye kula tende moja, hiyo ndio daku yako. Ndani ya mwezi mzima wa Ramadhani wewe utakuwa umekula daku, na tende moja hiyo itakupa nguvu ya wewe kuweza kufanya kazi zako, itakupa nguvu ya wewe kuweza kufanya ibada mbalimbali ambazo zinafanyika katika mwezi wa Ramadhani. Waktuhu, wakati wa kula daku. Kula daku kunaanza min muntasifi al-layli ila tulu'i al-fajri. Kula daku kunaanza nusu ya usiku mpaka kuchomoza alfajiri. Kwa maana hiyo daku inaanzia mida ya saa 6 ndio nusu ya usiku. Unapoamka usiku kala daku saa 6, hiyo inahesabika hiyo ni daku. Kuna watu wanakula daku mapema, anapotoka tarawehe saa 4 ile anasema mimi bwana nakula daku kabisa, nikija kulala nimelala moja kwa moja. Hakuna daku ya saa 4, hakuna daku ya saa 3, hakuna daku ya saa 5. Daku inaanzia nusu ya usiku. Lakini wal mustahabu ta'khiruhu, na lililo bora ni wewe kuichelewesha daku. Namna unavyoichelewesha ndivyo unavyopata thawabu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakayekula daku saa 6 si sawa sawa na yule atakayekula saa 7.
Atakayekula daku saa 7 si sawa sawa na yule atakayekula saa 8. Atakayekula daku saa 8 si sawa sawa na yule atakayekula saa 9. Atakayekula saa 9 si sawa sawa na yule atakayekula saa 10. Atakayekula saa 10 si sawa sawa na yule atakayekula saa 11. Muislamu anakwambia sio kila saa 11 asiwi. Utaamka umeshiba, itakuwa ni funga ya namna gani? Kwani funga imeletwa ili tuteseke? Funga hii ni ibada. Kula daku yako saa 11, unaamka asubuhi umeshiba, una nguvu, unafanya kazi zako vizuri. Hakuna kazi itakushinda. Kinga nakwambia bwana utakula saa 11 utakuwa umeshiba, wewe utakuwa hauna funga. Hizo ni hukumu za kijinga ambazo hazina maelekezo na wala hazina mafunzo ya Mtume. Kula daku mpaka saa 11 kamili, wewe umeshamaliza kula daku, unaendelea na ibada zingine. Kwa ndugu zangu katika imani, vile utakavyoichelewesha daku yako ndivyo inavyokuwa na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa adabu za mfungaji ambazo anatakiwa avane nazo, na adabu hizi ni sunna na unapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni tahjilul fitr, kuharakisha kufuturu, kuharakisha kufungua. Ndugu zangu katika imani, ويستحب للصائم أن يعجل الفطرة متى تحقق غروب الشمس. Ni sunna vile vile mfungaji kuharakisha kufungua pale atakapokuwa na uhakika kwamba jua limezama, anatakiwa awe ni mwenye kufungua. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Sahal ibn Sa'di anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume akasema, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra, watu hawataacha kuwa ndani ya khairi muda wa kuwa wanafanya haraka kufungua, muda wa kuwa wanafanya haraka kufuturu. Watu hawa wanakuwa katika khairi nyingi zinazotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Muislamu unapokuwa na uhakika jua limezama, unatakiwa uharakishe kufungua. Usije ukasema bwana mimi nishazoea funga wala hainipi hata shida, nitafuturu hata baadaye. Hapana, hayo ni makosa. Na unakosa thawabu na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapokuwa na uhakika jua limezama, fungua na futuru kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghi an yakuna al-fitr ala rutabatin witran, na inatakiwa mtu afuturu kwa tende, tena kwa witri. Fa in lam yajid fa ala al-ma, kama atakosa tende basi atafuturu kwa maji. Huo ndio taratibu ambao umewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, umewekwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, umewekwa na sheria yetu kwamba mtu anapoanza kufuturu aanze kwanza na tende, tena kwa witri. Ima anaweza akala tende moja au 3 au 5 na kuendelea, lakini kutokana na swala ya magharibi pia iko karibu na unatakiwa kufanya maandalizi kwa ajili ya swala ya magharibi, piga tende yako moja, zingine utakuja kula baadaye baada ya kumaliza swala, kisha fanya maandalizi kwa ajili ya swala. Na kama utakuwa umekosa tende, basi anza na maji. Haya ndiyo mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna watu huwa wanafuturu kwa sigara. Anakwambia bwana, kutokana na kwamba nimekaa muda mrefu na njaa, siwezi kula kwanza mpaka kwanza nitangulize moshi. Umefanya ibada nzuri mchana mzima, umefunga vizuri mchana mzima, unakuja kufungua na kitu cha haramu. Jamani, sigara ni haramu. Unakuja kufungua na moshi. Wapi Muislamu naenda? Ni kitu gani unachotaraji Muislamu? Na mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa kuacha sigara. Kama mwezi mchana mzima haujavuta, basi hata na jioni pia ikiwezekana achana nayo kabisa. Mwezi wa Ramadhani iwe ni sababu ya wewe kukaa mbali na sigara. Sigara ni haramu ndugu zangu katika imani. Fanya mazoezi ya kuachana na sigara. Utakwenda kuchomwa moto kwa sababu ya sigara, kwa sababu umeamua kuanza kujichoma mwenyewe bado uko hai. Kimwangalia huko ameungua mikono kweli. Saa nyingine na midomo inaungua, kipisi kimeshaisha lakini bado anaweka tu, analazimisha. Mwezi wa Ramadhani iwe ni sababu ya Muislamu kuacha sigara. Weka nia, ndani ya mwezi wa Ramadhani nitaachana na hii sigara. Sigara ni kitu kibaya, ni haramu. Anas radhiyallahu anhu anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam
akifuturu kwa tende rutabu, ni zile tende za rangi ya njano bado hazijaiva vizuri, ndio tende ambazo mtume alikuwa anapendelea kufuturia kabla hajaswali swala ya magharibi. Fa in lam takun, ikiwa tende hizo za rangi ya njano hamna, fa ala tamratin, anafuturu kwa tende hizi za kawaida ambazo tunazifahamu. Fa in lam takun, na ikiwa tende hizo vile vile hakuna, hasawati min ma'in, atakunywa funda la maji. Huo ndio ulikuwa utaratibu wa mtume, na sisi tumuige mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kabla hujaswali swala ya magharibi unatakiwa ukate funga yako, ufungue, ufuturu, kisha baada ya kuswali swala ya magharibi ndipo utakwenda kula kile ambacho kilikuwa kimeandaliwa baada ya swala ya magharibi. Akhiran, miongoni mwa adabu za mfungaji ni mfungaji kujipamba na sifa ya kutoa sadaka, as-sadaqa, kuwa na sifa ya kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujitolea misikitini kama hivi, kujitolea kuwawezesha wale wasiokuwa na uwezo na wao pia wakaweza kufuturu, kujitolea kwa ajili ya walimu wetu ambao wanatupa durusi mbalimbali, wameacha kazi zao, wanatufundisha mambo mbalimbali yanayohusiana na funga na mambo mbalimbali yanayohusiana na dini yetu. Hawa walimu pia tuwaone, tutoe sadaka zetu, tuwawezeshe na wao vile vile waweze kupata chakula cha kuweza kutumia na familia yao ndani ya mwezi wa Ramadhani. Vichwa vyao vitulie, waweze kututengenezea vitu vya kutueleza. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, ayu sadaqati afdalu, ni sadaka gani ambayo ni bora zaidi? Sadaka zote ni bora. Mtu anaamua kujitolea kitu chake, anakitoa, anampa mtu mwingine au anakipeleka msikitini, sadaka hiyo ni bora. Lakini sahaba huyo anamuuliza mtume, sadaka ambayo ni bora zaidi ni sadaka gani? Mtume akasema, sadaqatun fi ramadana, ni sadaka inayotolewa katika mwezi wa Ramadhani. Hivyo mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kujitolea, na mtume alikuwa anajitolea sana ndani ya mwezi wa Ramadhani, na sisi vile vile tujitolee sana ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Mtu anakuja msikitini, leo bwana nimeandaa laki nzima naipeleka msikitini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo nimeandaa 50,000 iko mfukoni, nitaitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah ndiye anajua mfukoni kwako umeweka nini. Ndugu zangu katika imani, tujitolee kwa wingi ndani ya masiku haya ya Ramadhani. Hatuna uhakika wa sisi kufika Ramadhani ya mwakani, lakini pia hatuna uhakika wa kumaliza Ramadhani hii. Hatuna uhakika. Ndani ya Ijumaa hii jitolee vya kutosha ndugu zangu katika imani. Jitolee sadaka yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika malipo yake ni makubwa. Nafsi hii imane. Mwezi wa Ramadhani mashaitani wamefungwa. Ni sisi tunapambana na nafsi zetu. Tutoe sadaka zetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika Ijumaa hii ya leo, kama ulikuwa umepanga kutoa kidogo kutokana na umuhimu wa sadaka ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, na tukiwa katika Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Ramadhani, tutoeni sadaka zetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja isemeshe nafsi yake, na kila mmoja ikanye nafsi yake. Nafsi ina tabia ya ubakhili. Katika ibada ngumu ni pamoja na ibada ya utoaji. Ni ibada ngumu sana. Ibada nafsi yako ilazimishe itoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hutuba yetu ya leo ilikuwa inatueleza adabu za mfungaji. Mfungaji anatakiwa ajipambe na sifa gani? Mambo mengine yataendelea kuelezwa katika darsa. Tunaomba tuwe ni wenye kuhudhuria durusi zetu, na katika darsa vile vile kuna kuuliza maswali mbalimbali ambayo yanakutatiza katika funga yako au yanakutatiza katika dini yako. Hudhurieni durusi, na katika msikiti huu tuna darsa karibia kila swala. Kuna darsa zinatolewa hapa. Tutengene muda wetu, muda wa nusu saa kwa ajili ya kusikiliza darsa, ili tuweze kupata thawabu na khairi na baraka zinazopatikana katika mwezi huu. Ayuha al-ahibba, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.